Kisha akasema subhanahu wa ta'ala katika aya ya 7, baada ya kuombwa na mja wake Zakaria maombi hayo ambayo mmesikia, Allah akamtakabalia dua nabii wake, akamwita ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Ya Zakaria, al-Imam al-Qurtubi kwenye tafsiri yake alipofika sehemu hii ya kuitafsiri hii aya ya 7 ya Zakaria, akasema al-Imam al-Qurtubi fil kalami hadhfun, kwenye maneno hapo kuna maneno mengine yameondoshwa, yamefanyiwa hadhfu, yamehadhifishwa, yametolewa. Yakoje hayo maneno au yanakadiriwaje? Hukadiriwa kana kwamba imesemwa fastajaba Allahu duaahu, alipoombwa Allah alimkubalia mja wake maombi yake, akamwambia ya Zakaria, ewe Zakaria, ili ipatikane ule muunganiko mzuri wa kimaneno. Tumeelewa vizuri hapo? Yaani kuna maneno yamehadhifishwa, na huu ni uslubu katika uslubu wa lugha ya Kiarabu. Kiarabu ni lugha pekee duniani iliyokuwa tajiri, lugha pekee duniani iliyokuwa tajiri. Anayebisha aje, anayebisha jua hili aje hapa msikitini, alafu tuwepeane taratibu kwa nini imekuwa ni lugha tajiri hii, zisiwe lugha nyingine. Kwa kana kwamba kulikuwa na maneno yanayosema Allah akamtakabalia mja wake Zakaria kwa maneno yake haya ya maombi pale alipomuomba, akamwambia baada ya kumtakabalia, ya Zakaria, ewe Zakaria, inna nubashiruka bighulami, hakika sisi tunakubashiria wewe mtoto wa kiume. Anabashiriwa mtoto wa kiume, mzee, mtu mzima, kikongwe, kichwa kimejaa mvi, mifupa imedhoofu, mkewe mgumba, mzee. Allah anampa bishara sababu yeye juu ya kila kitu ni muweza, hashindwi kumpa mzee wa miaka 90, miaka 80, miaka 100 wa kiume, au mwanamke mwenye miaka 90 ambaye mpaka ile ada yake ya mwezi haipo. Hashindwi Allah kumpa mtoto, sababu yeye ndiye mtoaji wa kila kitu subhanahu wa ta'ala, na hakuna kitu kinachomshinda subhanahu wa ta'ala. Na dalili kwamba mambo yote yako mikononi mwake. Wako vijana damu mbichi kabisa inachemka na hawajazaa, si ndio? Kwa hiyo kuzaa sio ujana, kwamba wewe ushafikia umri huu basi tena wewe. Basi mbona kuna kijana ambaye hajafikia huko na hajazaa, na amekwenda hospitali akapimwa akaambiwa hana hitilafu yoyote, na mke wake naye akapimwa akaambiwa huyu mbona binti mdogo tu, hana hitilafu yoyote, labda magrupu ya damu pia hakuna tatizo, na hawajazaa. Kwa hiyo masala haya yako mikononi mwa nani? Mwa Allah subhanahu wa ta'ala.